Kubwa zaidi ni kuhusu funga kiafya. Haikuwa tu yani tukatakiwa kufunga, hasa kwa imani zote mbili. Haikuwa tu, bila shaka kuna kilichomo ndani yake, kile ambacho kimewekwa maalum kabisa ili iwe ituletee na afya pia ndani yake. Kwa Waislamu iko wazi, Waislamu wakiambiwa kuwa fungeni ili mpate afya, hiyo iko wazi kabisa. Sasa pengine kidaktari ama kibiolojia hiyo inakaa vipi kwamba mtu akifunga anapata afya? Mtu anaona kama anafunga hali vizuri, kuna virutubisho anavikosa, hapati matunda, hapati maji pengine kwa saa zaidi ya 10 kwa siku. Hii imekaaje? Kwa nini aambiwe kuwa atapata afya ili hali kuna vitu ambavyo anavikosa kwa saa kadhaa ndani ya siku moja? Sasa ndio maana tunatamani kufahamu hili kidaktari ama kiafya zaidi, ili tuweze kujua kwa kina kuhusiana na funga hizi, faida gani ambazo tunazipata kwenye afya zetu. Ni Dr. Gaudence Mathew, lakini tunaungana naye kwa njia ya mtandao kutoka Dodoma. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe. March 4 tulizungumza naye hapa. Kubwa zaidi tulizungumza kuhusu siku ya kupunguza uzito. Ilikuwa ni March 4, World Obesity Day, na tukazungumza mengi sana akiwa na kampeni yake kubwa. Na sasa pengine inaweza kuwa kampeni pendwa katika jamii, kampeni ya kuondoa vitambi. Sana. Yeye mwenyewe anatumia neno tumbo, lakini angalau t-shirt zake zimeandikwa kuondoa vitambi. Labda hiyo inaweza ikawa haiwagusi zaidi wenye hivyo. Dr. Gaudence Mathew, habari za wakati huu? Habari ni njema kabisa ndugu yangu. Ndio. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kampeni ya kuondoa kitambi inaendeleaje daktari? Kampeni ya kuondoa tumbo nchini kwetu bado inaendelea, na tunaendelea kuwapa watu kupitia kuwapa elimu ya namna ya kuishi, ya namna ya kukataa kitambi na kuchukua hatua kwa kujipenda zaidi. Kwa kampeni inaendelea, kila siku ya Mungu ni lazima ujumbe uende kwa wananchi kwa ajili ya kusisitiza swala hili. Sawa, Dokta, twende bwana katika mada leo. Mimi nimetosheka na fulana yako uliyovaa tu, na nimeiona leo ikiwa maneno yamesadifu zaidi kwamba kampeni ondoa kitambi. Umetupiga na tunaufanyia kazi ujumbe. Sasa haya ni maneno ya mbele tu, nyuma ya fulana kuna ujumbe ambao umeshiba kabisa, ambao unasema ukiwa na tumbo wewe ni mgonjwa. Umenuna? Ndio. Kama umenuna, ondoa hilo tumbo sasa. Kwa hiyo lengo la haya maneno kwenye fulana ndio ni kwamba utasoma mwenyewe na utanuna automatically, kwa hiyo kwa hatua moja. Haya basi, wenye ujumbe, wenye kusudiwa kwa ujumbe, unasikia Dokta? Basi nasema hapa kama utaweza kuinuka. Kabla ya kuendelea na mada ya leo, unaweza tu kugeuka daktari, wala hakuna shida, mimi nitasoma tu. Ukiwa na tumbo wewe ni mgonjwa, umenuna, ondoa tumbo sasa. Naomba nirudie tena, ikiwapendeza wenye matumbo. Ukiwa na tumbo wewe ni mgonjwa, umenuna, ondoa tumbo sasa. Daktari, tuendelee. Dokta, asante. Kama kuna walionuna wakaondoe tumbo. Nakushukuru Dokta. Twende katika mada yetu hii leo, umuhimu wa kufunga kiafya. Tunajua kwamba kidini maana ya kufunga tumeweza kuiona, na kwa kifupi Balkis ametuambia hapa. Kwenu nyinyi wataalamu wa lishe sasa, mtu anaposema amefunga, yani amefunga kula, maana yake ni nini hasa? Nashukuru sana, ni swali nzuri na mada nzuri kwenye mwezi wa
muhimu kwa maana ya mwezi wa Ramadhani, lakini pia tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Ndio. Kwanza kabisa mimi ni Dr. Mathew, ni mwanaharakati wa afya ya binadamu ambaye kila siku ninatoa elimu mtambuka kuhusu magonjwa yanayosumbua. Kuhusu huu mwezi wa funga, iwe ni kwa Wakristo, iwe ni kwa Waislamu, ziko sababu maalum za kufunga kiroho na kiafya. Na ukifuatilia vizuri nyuma kule ilikuwa na mambo ya mapigano, mambo ya vita vya hapa na pale. Sasa hauwezi ukapigana, hauwezi ukaenda kwenye zile bato ukiwa umenenepa, ukiwa na mafuta au ukiwa na magonjwa mbalimbali. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuwekea utaratibu wa kufunga kupitia mitume wetu na manabii wetu watufundishe namna gani ya kuishi ili tuweze kupata afya. Kwa hiyo wakati huu wa funga tumeelezwa kwenye vitabu mbalimbali, kwenye Qur'ani, kwenye Biblia, faida zake kiroho. Sasa mimi hapa leo nitazungumzia upande wa kiafya zaidi. Lakini kwenye upande huu wa kiafya nitazungumzia nabii wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya nini wakati wa funga, alikuwa anaishije wakati wa funga. Na kwa kuwa mtume wetu ndiyo kiigizo chetu, sisi bila shaka inabidi tuweze kufuata. Sasa nitaanza na hadithi nimeipata kwa mashairi zangu. Kuna hadithi ambayo inasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuturu kwa tende chache kabla ya kuswali. Kama hakupata tende basi alikula zabibu kavu, na kama hazikupatikana alikunywa maji. Hii imeandikwa kwenye Abu Daud, hadithi namba 2356. Lakini ipo hadithi nyingine ambayo inasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema umati wangu hautapatwa na mabaya isipokuwa kwa ulafi na kula kupita kiasi. Hii imeandikwa kwenye hadithi ya Ibn Majah, hadithi namba 3351. Naam. Kwa hiyo kwa mantiki hii tunaona lengo kuu la kufunga ni mwili utapata afya, mwili utajitibu maradhi mbalimbali, na mwili utapata nguvu. Kwenye kufunga tutazungumzia zaidi kuhusu mwenendo wa kichocheo cha insulin katika miili yetu na faida zake. Tunafahamu kichocheo cha insulin kinazalishwa kwenye kongosho na kinahusika katika uratibuji wa sukari ya mwili, uratibu wa mafuta katika mwili, uratibu wa mambo ya protini na mambo ya misuli, pamoja na kinga ya mwili kwa ujumla. Sasa kichocheo cha insulini huwa kinapanda au kushuka kulingana na ulaji wa mtu, hususan unapokula vyakula vya wanga au vyakula vya mafuta. Sasa kwenye hii mifungo hii tunavyoiona ni kwamba wakati wa asubuhi, kwa maana ya wakati wa daku na wakati wa kufuturu, huwa kuna mabadiliko ya kichocheo cha insulin. Punde baada ya mtu kula daku pale, na ndio maana tunasema wakati wa daku mtu usile sana. Usianze kula chapati 10, usianze kunywa uji vikombe 4, usianze kula tende 20, au usile viporo, wali, viazi vya kutosha. Sababu unapokula hivyo vitu, maana yake kichocheo cha insulini kitapanda sana, na huwa kichocheo kinapanda ili kiweze kuratibu mchakato wa wanga, kwa maana ya sukari au glucose ambayo umeila, ili iweze kuhifadhiwa kwenye mwili wetu, na huwa zinahifadhiwa kama mfumo ya glycogen, ambayo hiyo ni akiba ya nishati katika mwili, na kama mfumo wa mafuta. Sasa kwa wakati ule ambao mtu utakuwa umekula wanga mwingi au sukari nyingi, sasa insulini inapanda kwa kasi ya ajabu ili ifanye ile kazi.
na kwa kuwa huyo mtu atakuwa hali kwa muda mrefu, masaa 12 mpaka 16, baada ya masaa 2-3 kile kichocheo kinaanza kushuka. Sasa kile kichocheo cha insulin kikianza kushuka, nakumbuka ile sukari ambayo mtu amekula yote imeshapelekwa kwenye store au kwenye kuhifadhiwa. Sasa huyo mtu ataanza kuhitaji nishati, ataanza kuhitaji shughuli katika mwili. Huyo mtu ataanza kujisikia kuchoka, ataanza kujisikia usingizi, ataanza kupata uchovu, hasira tunawaona na kukaukiwa midomo kama ambao tunavyowaona. Hiyo ni hali ya kawaida katika pattern au mabadiliko ya kichocheo cha insulin. Kwa hiyo kichocheo cha insulin kwa muda wote huo kinakuwa kiko chini. Na kinakuwa kiko chini kwa sababu haujaingiza sukari katika mwili wako. Sasa wakati wa kufuturu pale, ndio maana tumeelezwa hata na mtume wetu ya kwamba usile sana wakati wa kufuturu. Muda wa kufuturu anza na tende chache. Ima tende 1, 2, tende 1, 3, 5 au 7 na maji au na uji kidogo kama kikombe kimoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumbuka wakati umefunga insulini ilikuwa iko chini. Sasa wakati wa kufuturu unapoweka mzigo mkubwa, maana yake unashawishi ile kichocheo ya insulini izalishwe kwa wingi sana, jambo ambalo litaweza kukuletea matatizo, litaweza kukusababishia sukari iwe nyingi zaidi mwilini, lakini pia utaweza kunenepa bila sababu, kwa sababu ya hitilafu na mabadiliko ya hiyo kichocheo. Dokta, umezungumza vyema sana. Bila shaka hii funga inaweza kukufanya upate afya. Vile vile hii funga inaweza kukufanya upate athari kutokana na ulaji wako kabla na baada ya funga. Ndicho ambacho unatuambia. Ndivyo? Ndio. Sasa yani kabla ya kutuambia tufuturu vitu gani, hapo umetuambia vya kuanza navyo, tende hizo za witri kabisa kwamba ni 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Au kikombe cha maji kwa funda yani hivyo. Kabla ya kuja kuzungumza zaidi tufuturu vitu gani na tule daku vitu gani, tunatamani kujua pale ambapo nafunga kwa hizi saa 10 hadi 12 ni faida gani ambazo nazipata ndani ya mwili wangu? Okay. Kwanza kabisa kufunga kuna faida, sio kuna hasara. Ndiyo. Hata kabla ya mfungo wa Ramadhani au Kwaresma, ninasisitiza sana watu wawe wanafunga. Na ndio maana watatoa ushuhuda watu mbalimbali, wagonjwa mbalimbali, wakati wa mfungo wa Ramadhani au mfungo wa Kwaresma watu wengi hujisikia vizuri zaidi. Magonjwa mengi yanaanza kuondoka. Wanaotumia madawa ya magonjwa mbalimbali wanaanza kupunguza matumizi ya madawa. Kiufupi, wakati wa kufunga mtu anajihisi kupona zaidi kuliko wakati ambao alikuwa hajafunga. Na ndio maana nimekuwa nikiwaambia watu mara zote ya kwamba tabia au namna tunavyokaa kwenye mfungo wa Ramadhani au mfungo wa Kwaresma ndio inatakiwa watu waishi hivyo siku zote. Yaani sio kwamba tu unaishi hivyo wakati wa mwezi wa Ramadhani au kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwa nini? Unapokula katika mwili kama nilivyosema hapo awali, kunakuwa na michakato mbalimbali ya vichocheo kwa ajili ya kuhifadhi na michakato ya wanga au sukari au mafuta ambayo umekula. Sasa ukiwa unakula yaani kila wakati unakula, maana yake mwili unakuwa kwenye hatua au state ya kupokea tu bila kufanya mchakato mwingine wowote. Unapokaa muda mrefu bila kula chochote katika mwili,
mwili unaanza au unaingia kwenye mchakato ambao unaitwa autophagy, kwa maana mwili unaanza kujila, unaanza kujitafuna, unaanza kujisafisha wenyewe. Kwa maana gani? Kwa maana yale mafuta ambayo yalikuwa yamehifadhiwa kwenye ini, kwenye ngozi na sehemu zingine katika mwili yanaanza kubadilishwa na kuwa sukari ambayo inaingia kwenye damu, inachakatwa kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali katika mwili. Wakati huu wafunga, mwili unatumia chochote ambacho kipo katika mwili. Kwa hiyo kama kuna bakteria kanatembea, kanatumika. Kama kuna virusi kanatembea, kanatumika. Kama kuna kachemchembe ka kansa kanafagiliwa katika mwili. Kwa hiyo katika huu muda wa kufunga masaa 12 mpaka 16, kwanza kabisa sukari ya mwili itakaa sawa. Kingine mfumo wa chakula utakuwa unafanya kazi vizuri. Haya mambo ya gesi, mambo ya asidi, mambo ya mmeng'enyo wa chakula utakaa vizuri. Mafuta katika mwili, katika mishipa ya damu yataanza kukaa vizuri, na kama yako yamezidi yatapungua. Vile vile utimamu wa akili, uwezo wa kufikiria, uwezo wa kuweka memory utakuwa vizuri wakati wa funga. Wakati wa funga magonjwa kama pressure, ndio la kuweka akili ikae sawa, uwezo wa kufikiria ukae sawa, ni la muhimu sana. Ni kwamba kwa mwaka mzima angalau tunapata siku 30 hadi 40 kwa ajili ya kudetoxify miili yetu. Sio mwaka mzima. Watu wa mijini ambao ndo wana matumbo, wana magonjwa mbalimbali, hawa watu inabidi wawe kwenye hiyo hali ya kufunga muda wote. Yani kusiwe na muda maalum, kwa sababu ni watu ambao hawana kazi yoyote, ni kazi za ofisini, ni kukaa, hautoe jasho lolote. Sasa kwa mtu ambaye hauna shughuli yoyote ambayo inakufanya utoe jasho, inabidi uishi kwa taratibu za kufunga muda wote ili usiweze kupata magonjwa, kwa sababu unapokuwa unakula hivyo vitu hauna sehemu ambavyo unaenda kuvitumia. Kwa hiyo kama hauna sehemu ya kwenda kutumia hivyo vitu, basi usivitumie, na upe mwili muda wa kujisafisha, muda wa kutoa sumu, na muda wa kujijenga kwa kufunga. Sawa, kuna watu ambao wana magonjwa mbalimbali, wakiwemo kundi la watu ambao wana vidonda vya tumbo. Ndio. Hawa pengine hawawezi kufunga. Ni kwa namna gani wanakosa hiki ambacho wanaoweza kufunga wanakipata? Okay. Kwanza kabisa ifahamike kwa jamii, watu wengi hawana vidonda vya tumbo. Wanahisia kwamba wana vidonda vya tumbo. Watu wengi wana gesi na asidi tumboni na michubuko kidogo tu. Sasa watu wenye michubuko, wenye asidi au gesi tumboni, ambao wanapata tu mauzi ya vichomi, hao wanaweza wakafunga bila matatizo yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kinacholeta hayo matatizo huko ndani, kinacholeta maumivu au vichomi ni ile asidi au tindikali imekuwa iko nyingi. Na tindikali itaongezeka tumboni pale ambapo umekula, au pale ambapo umeona kitu cha kula ukaanza kutimezea mate, ukaanza kutamani kula. Wakati huo sasa ndio ile asidi inamwagwa nyingi tumboni. Sasa ikiwa nyingi ndio utapata maumivu ya tumbo na vichomi ambao vinawapata hao watu. Lakini kama hauli na hauna mawazo ya kula, hautamani kula chochote, unaweza ukafunga bila shida yoyote. Wale ambao wana dalili kali, ambao kabisa umethibitika kabisa wana vidonda vya tumbo kwa kufanya kile kipimo cha OGD, hao ndo wanaweza kupata ushauri wa daktari ni namna gani afunge kulingana na hali yake. Lakini sio kwamba ukiwa tu na vichomi au gesi au asidi inazuia mtu kufunga, haizui. Sawa. Dokta, tufuturu nini? Vyakula gani tuvifuturu? Maana sahani zetu dokta tukikutumia picha, milo yetu wengine ni ya drafti. Pamoja na vitambi.
Sasa kama ambavyo nimekuwa nikieleza mara ya kwamba tufuate mafundisho ya manabii na mitume wetu walivyokuwa wanafanya. Ndiyo. Na ndio maana hakuna nabii au mtume ambaye alikuwa anafuturu na viazi, bakuli la viazi, anafuturu na uji lita moja, au anafuturu na machapati mengi, masukari mengi. Hakuna nabii ambaye alikuwa anafanya hivyo, na ndio maana hawakuwa wanapata haya magonjwa ambayo tunayapata sasa hivi. Wakati wa kufuturu na hususani kwa watu wa mijini, muda ukifika wa kufuturu, pata tende hata 5-7 zinatosha. Pata kakikombe kauji kenye viungo vya kutosha, pata maji ya kutosha, pata matunda, imetoka hiyo. Wakati wa daku unaweza pia ukafanya hivyo. Na hakuna aliyekufa au hakuna aliyepata madhara kwa kuishi kwa utaratibu huu. Mambo ya ugali, ya wali, ya viazi, masukari mengi ni mambo ambayo hatujawahi kufundishwa na manabii au mitume wetu. Ni mambo ambayo tumeletewa na tamaduni zingine ambazo zinatupoteza. Dr. Kabla hujaondoka, Mponda, unaweza kufunga bila kula wali? Kwanza daku, usimdanganye daktari. Sawa. Kwanza daku yenyewe ni ugali na samaki wale wa kukaanga wale. Wanguruka. Au sio maana? Usiku huo wa daku hilo. Sawa, ili upate kukaa muda mrefu bila njaa. Lakini cha ajabu Dokta, saa 2 saa 3 na njaa, inakuwaje hii? Dokta, unamhamishia Dodoma umchukue tu. Huyo kwa kweli inahitaji uvae fulana yangu au anaisoma kila wakati. Kwa sababu iko tatizo. Ni si lazima mtu kula wali au kula ugali au kula chapati za kutosha. Mwili hauhitaji uingize sukari nyingi ili uweze kufanya shughuli zako. Kwa watu kama sisi madaktari, wanahabari kama nyie, hauhitaji ule ugali ndio uweze kutangaza, wala hauhitaji ule ugali ili niweze kumsikiliza mgonjwa na kumsaidia. Nahitaji tu nipate tende 2, au nipate tu kipande katikiti, au nipate tu kipande kaembe, maji ya kutosha, nafanya kazi vizuri tu bila shida yoyote. Utaniua kwa mlo huo. Mimi mwenyewe ndo nafanya hivyo. Huwa nakula mlo mmoja au miwili kwa siku, imetosha. Na mara ya mwisho nilikula jana saa 1 jioni. Mpaka mdau hapa sijala chochote, na unaweza ukaona sina tatizo lolote na niko vizuri.